Ni ipi yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Wazalendo walipiga risasi ndogo na roketi kuingilia kati katika maandamano ya kuunga mkono harakati ya M23 mjini Bukavu, wakiasiri Panzi na Bizimana, ambapo bomu na mradi wa mlipuko ulileta hofu kubwa kati ya waandamanaji. Bukavu, Sake na Rutshuru, mamia ya wakazi walishiriki maandamano hii Jumanne kupinga uondoaji wa M23 mjini Uvira, wakiomba mazungumzo na kulaani shinikizo la kimataifa. Wazalendo waliingia mjini Bukavu na kupiga risasi ndogo na roketi kuingilia kati katika maandamano ya kuunga mkono harakati ya AFC M23. Mitaa kadhaa hasa Panzi yalipigwa risasi nyingi. Bomu lililoga nyumba moja Panzi na mradi wa mlipuko wa wazalendo uliporomoka kwenye nyumba nyingine Bizimana, ukileta hofu kubwa. Afrika tu naipiga kwanza. Hamisi acha. Hamisi biko wanapiga mgamba hii. Hapa kwa Andrea Goligota. Hii ndio bombe. Lance rockets. Inapasula hapa koti. Hii kikuta mtu mage nilichenga wewe ziona. Neema umwa mkoa watu. Joy. Kwa nyumba wakati tunalika kama kitu, wakati tunaweza polepole Muko ba moga kwa Licha ya uvamizi huo, mamia ya wakazi walishiriki maandamano hii Jumanne tarehe 23 Disemba mwaka huu kupinga uondoaji wa wapiganaji wa M23 Uvira, wakiwa na mafanfar, mabango na nyimbo dhidi ya serikali ya Kinshasa. Wanamshirikisha wakiomba mazungumzo na kulaani shinikizo la kimataifa lililosababisha kuondoka kwa kundi hilo Uvira. Na wapiganaji wa Twirwaneho wakiwa washirika wa M23
walikutana na wakazi wa Mitamba katika jimbo la Kivu ya Kusini pembeni na Uvira Jumatatu. Walihimiza amani na mshikamano kati ya makabila yote. Soko la Mitamba lililokuwa likishikiliwa na jeshi la Burundi liliachiliwa huru. Twirwaneho alifanya mkutano na wakazi kuhakikisha amani. Nilikuwa Mtwirwaneho. Nilikia kutafuta amani, si ndio? Sasa kumbe Twirwaneho sio jeshi ya kabila moja, ni jeshi ya kabila zote. Na mimi nafurahi sana kuona sura yenu inafunguka kwa sababu mnasikia harufu ya amani, si ndio? Mnasikia harufu ya amani hapa kwa kabila zote. Haiko kabila moja ndio iko hapa. Tuko Banyamulenge, kwa Babembe, kwa Bafulero. Njoo amani ile, si ndio? Sawa, mjipigie mikono. Sawa. Fikishia mkuwe macho na mkuwe makini, mkuwe chonjo, msikilize. Karibuni. Tunasikilizana? Jambo yenu. MRDP oye! Twirwaneho oye! AFC oye! Nyinyi nyote naona sura zenu mmefurahi sana, si ndio? Tunawakaribisha watu kutoka Uvira, watu kutoka Minembwe na hapa Ndondo kuwa mmekuja hapa kwa hii soko. Tunawaelezea tumekuja kutangaza ni amani. Kusikue mtu wa kuchukia mwingine, kusikue mtu ambayo atamuona huyu ni Mnyamulenge, huyu ni Mfulero. Tumekuja neno ambayo tumeleta kutoka kwenye wakubwa wametuelezea nyinyi Wafulero, Wanyamulenge tuishi kwa amani. Na soko zote zifunguliwe, watu waanze kule masoko za hapa, soko za chini Uvira na soko za Minembwe. Ndio watu wataanza tena kuongea kama visi tulikuwa zamani na kuishi pamoja. Hatuna mengi ya kuwaelezea isipokuwa kuwaelezea kuna amani, hakuna kitu kingine. Vita ikomee hapo. Tumeisha kubadilisha uongozi. Leo hatuko tena kwa government ya kabila ya Kisekedi. Leo tuko MRDP AFC na watu wote tutumike pamoja, mtuunge mkono, halafu tutaendelea na tutaleta amani katika nchi yote mzima. Asante sana. Wakazi wa jiji la Sake walifanya maandamano kuomba kurudishwa kwa vikosi vya jeshi la mapinduzi ya kidemokrasia ARC vya AFC M23 pa Uvira. Pia waliamba kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yanayojumuisha pande zote ili kutatua mgogoro wa usalama mashariki mwa DRC. Sake, cité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, c'est là que la population s'est réveillée sous un ton d'une marche pacifique. C'était ce mardi 23 décembre 2025. Des marées humaines sont descendues dans la rue. La population de Sake soutient fermement la M23. Elle demande à la communauté nationale et internationale le non-retrait des troupes de l'armée révolutionnaire congolaise dans cette ville qui respire déjà la paix, la sécurité après la libération. Jeudi, Uvira, une marche s'est déroulée du Pokihira en passant sur la route Goma-Sake avant de chuter sur Mubambiro, une distance de près de 3 km. C'est ici où le mémorandum a été rendu public avant de le remettre à l'autorité locale. Akilimari Bashonga Emmanuel est l'un des organisateurs. Il représente la jeunesse de Sake. Les forces vives de la société civile du Nord Kivu expriment une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait persisté ou non encadré dans la partie d'Uvira susceptible de créer un vide sécuritaire, un retour au chaos, la régence des actions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et en fond sur des garanties claires de sécurité du gouvernement pour le bien de la population civile. Calico, pancarte à la main, sur lesquelles on pouvait lire « Non au retrait du M23 à Uvira »,« Vive la paix à Sake avec le FC-M23 », plus de barrières sur les axes routiers. Bon, hii marche iko necessaire kuifanya juu ya kusutenire watu ya Uvira parce que naona siku zote
tunapitia mahali ya Wakati huo katika Ruchuru, vikundi vya wanawake, wafugaji, wakulima, vijana na madereva wa pikipiki walikusanyika kwa maandamano ya amani. Walienda kutoka uwanja wa Rugabo 2 hadi ofisi ya MONUSCO Kiwanja. Wakazi wa Ruchuru pia walipinga uondoaji wa M23 Uvira na waliomba mazungumzo yanayojumuisha pande zote kushughulikia mgogoro na serikali. Tukibaki Ruchuru, msimamizi wa eneo la Ruchuru Prince Mpabuka na Kanali Kabundi walikusanya viongozi wa kiraia na kijeshi Jumatatu pa Kiwanja. Waliwahimiza wakazi kushirikiana na huduma za usalama ili kudumisha amani katika jimbo la Kivu Kaskazini, hasa Ruchuru, huku sikukuu za mwisho wa mwaka zikikaribia. Mambo ya security sio mambo ambayo watu wanaongeleaka nje na kuyaelezea watu wote, lakini hatua ambazo tumezikamata, tuendelee tukopere, tutumikie pamoja kama vile raia na askari jeshi wetu wa ARC ama Simba za Sarambwe wanavyokopere. Wamekopere vizuri hii mwaka ambayo inaisha, wamekolabore vizuri, na pia hii mwaka ambayo inakuja tunaendelea kuomba kusisitiza waendelee hivyo na izidi tena. Na kisha kazi za maendeleo kupitia salon tunaita raia tena kusudi tutie nguvu fasi moja kusudi tuendeleshe hizo kazi kwa mwaka ambayo inakuja. Pour sa part, le chef de cité a insisté sur le fait que la sécurité est une responsabilité partagée. La vigilance des administrés est l'une des stratégies clés pour éradiquer les derniers proches d'insécurité, a rappelé M. Bienfait Mutudi. Yote ni kwa faida ya raia yetu, kuwaonesha kama usalama unatuhusu sisi sote, na sharti kila mmoja aendelee kuleta mchango wake. Ya muhimu tulipenda tuwaambie, tunakuwa na principe, tunakuwa na neno ambalo tunasema unichunguze, nikuchunguze, tuchunguzane, kisha tupatiane amani na usalama. De son côté, le colonel Kabundi a plaidé pour une union entre les habitants. Pour l'officier, la cohésion sociale est le socle indispensable pour atteindre non seulement une sécurité pérenne, mais aussi le développement durable de la région. Tukitia nguvu pamoja, tunaenda organize na chef namu na sécurité na nyie mtakontribuer, tuangalie namna hii fetu tutaikula mzuri sisi wote pamoja, mtayarishe mwaka mpya vizuri, watoto muwe nao karibu, mjaribu kutia familia yote pamoja, ile mwaka tuende ianza na tuko watu wapya kweli na inaonekana tuko mshanjema ya haki. Chama inatufundisha hivi, tubadilike sisi wenyewe ili tuweze kubadilisha wengine. Dans cette zone libérée, les autorités territoriales et militaires réitèrent leur engagement à ne ménager aucun effort pour stabiliser la région et favoriser l'essor économique au profit des populations locales. Kwenye ukurasa wa kisiasa, mpinzani Moise Katumbi ametangaza kuishia vita mashariki mwa DRC. Anapendekeza mazungumzo yanayojumuisha serikali, upinzani, shirika la raia, dini na AFC M23. Ili kutekeleza mpango huu, Katumbi anazindua bodi ya uendeshaji ya taifa ndani ya chama chake Ensemble, yenye jukumu la kuwasilia pande zote ndani na nje ya nchi, kimsingi kueleza msemaji wake Olivier Kamitatu. Tumalizie jimboni Ituri ambapo MONUSCO imefanya operesheni ya uchunguzi sayo jimboni Ituri kuandaa kambi ya maafisa wa amani wa Tanzania. Kambi hii itaongeza usalama na kuboresha uwezo wa kukabiliana na makundi ya silaha. La localité de Sayo, qui regorge des services socio-économiques de base, tels que des écoles, des marchés et des structures sanitaires, est fortement fréquentée par les populations des localités environnantes. Cependant, son éloignement des services de sécurité, dû à une faible présence de structures sécuritaires,
constituent des défis majeurs face aux incursions des groupes armés. Pour répondre à cette situation, une équipe de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO FAIB a mené une mission de reconnaissance sur les terrains en vue de l'implantation d'un camp destiné à héberger des casse-bleus tanzaniens. Cette mission a permis à l'unité concernée de se familiariser avec le terrain, d'identifier les principales zones civiles et d'évaluer les défis opérationnels. L'implantation de cette base avancée permettra à la MONUSCO de renforcer sa présence à Sayo, d'améliorer sa capacité de réaction rapide et de contribuer durablement au renforcement de la protection des civils dans la localité et ses environs. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi toka Ituri. Ndio tunakomesha idhaa Kiswahili ya Kivu Morning Post TV, taarifa ya habari iliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane kesho kwa habari zingine.